Ukisikia kanisa lolote mchungaji anaambia watu pokea, wanaanguka. Huyo ni muganga na ni mchawi. Toroka huko kama ndege mpya. 2:2 Ezekieli. Inasemaje? Naye aliposema nami. Ezekieli anasema Bwana aliposema naye, roho ikaniingia ikanisimamisha. Ati roho ikamuingia ikafanyaje? Ikanisimamisha. Kumbe roho ya Mungu ikikuingia unafaa kusimama. Lakini leo wachungaji wanaambia watu pokea, wanaanguka. Lakini Ezekieli roho ya Mungu ilipomuingia hakuanguka. Alisimama. 3:24 kitabu cha Ezekieli. Ukisikia mhubiri yeyote anaambia watu pokea, wanaanguka. Huyo ni mchawi na ni muganga, amefungua kanisa na anadanganya watu na Biblia. Soma 3:24 Ezekieli. Nasemaje? Ndipo roho ile ikaniingia. Ezekieli anasema ndipo roho ile ikaniingia mara ya pili. Ikanisimamisha kwa miguu yangu. Eti kafanyaje? Ikanisimamisha kwa miguu yangu. Kumbe roho ya Mungu ikiingia mtu anataka kusimama. Lakini sikiza, wale ambao wanaambia watu pokea wanaanguka, je, wanawapulizia roho ya Mungu ama ni mapepo? Marko 9 soma mstari wake wa 17. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu mwalimu. Rudia tena Marko 9 mstari wake wa 17. Inasemaje? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu Yesu akamwambia, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako. Akamwambia mwalimu, nimemleta mwanangu kwako. Ana pepo bubu. Twende. Na kila mpagapo, na kila huyo pepo anapomkamata anapomwingia umbwaga chini. Umbwaga chini. Kumbe pepo mchafu akiingia watu anaangusha chini. Na wachungaji leo wanaambia watu pokea, wanaanguka. Kumbe wanapulizia watu mapepo. Kumbe wanarushia washiriki wao mapepo. Hao ni waganga, jitengeni na wao. Wamefungua makanisa. Na kama kuna mchungaji ako na andiko ambalo linasema roho ya Mungu imewahi kuangusha mtu ndani ya Biblia, tunamkaribisha kwa uwanja. Kama hawapo, ujua hao ni waganga, maana wanapitia hapa, wanapitia kando, wanajifanya hata watu sikii. Sasa soma mstari wa 20. Inasemaje? Inasema wakamleta kwake. Maandiko yanasema wakamleta kwake. Hata alipomuona. Maandiko yanasema wakamleta kwake. Hata alipomuona. Mara yule pepo alimtia kifafa. Alafu naye akaanguka chini. Kumbe pepo mchafu ndiye anaangusha watu chini. Roho ya Mungu kikuingia unafaa kusimama. Kama mitume, nataka kumkaribisha mwalimu. Matendo ya Mitume 2 soma mstari wake wa 4. Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa 4. Hata mitume katika siku ya Pentecost walipojazwa na Roho Mtakatifu hawakuanguka kama vile watu wanaanguka katika makanisa za leo. Unasikia ndani ya makanisa, toka pepo, sitoki, toka. Na kwanza mchungaji anaanza na kawimbo, shuka roho wa Mungu shuka tenda jambo. Alafu unasikia anaanza kusema kila mtu ongea na Mungu wake, kila mtu ongea na Mungu wake, kila mtu ongea na Mungu wake. Reka baba kata ngirigenya panda metida Coca-Cola soda baba kaprieta baba korora alibaba proboxi korona. Alafu unaanza kusikia pokea. Unaona watu wameanguka, wamama wanapandisha miguu juu, alafu sasa wanaanza kuwafunga na leso, eti ni roho ya Mungu imeshuka. Hizo ni mapepo. Hakuna roho ya Mungu ndani ya Biblia imewahi kuangusha mtu. Msomaji, Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa 4. Mitume walipojazwa Roho Mtakatifu walianguka, au makanisa za leo ni za waganga zenye zinaanguza watu? 2:4 kitabu cha Matendo ya Mitume. Inasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema mitume wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Alafu hawakaanza kusema kwa lugha nyingine. Mitume wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema mitume wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema na lugha nyingine. Mstari wa 14 hapo inasemaje? Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11. Kumbe mitume walipojazwa Roho Mtakatifu walisimama pamoja na wale 11. Kumbe mitume hawakuanguka, bali walisimama.